Imagine, is the end of the let me start this. Is the end of the world near? Welcome back to this Dan TV Extra. So, mambo ni mingi guys. Yeah, mambo ni mingi. Na imagine, is the end of the let me start this. Is the end of the world near? According to Genesis, ambao ndio the last book of the Bible, ilisema dunia ikiisha mambo itakuwa mengi, mambo itakuwa ina happen mingi, temptation itakuwa mingi. Na ndio hizo zimeanza. China. Let me start by the name disclaimer. Legendary. I don't have a lawyer. Yeah, this is for purpose of entertainment. Hii tu ni documentary series. This is season 1, episode 2. Episode 1 ilikuwa ya Susan Kihika, mliwatch, thank you very much. This is season 1, episode 2 of Chinese. So, China, wame discover the sun. Sun that is 7 more times better than the sun, the original sun. As we all know that the original sun came from the original God that I trust, that I believe. So my question is, hiyo jua yenye Chinese walitengeneza ambayo wanasema iko 7 times better than the son of my Lord God. How? And the Lord said, do not tempt me. Remember when Jesus was in the wilderness, devil attempted him a couple of times. Kama wewe ni mwana wa Mungu, ruka juu hadi chini. Yesu naye akamwambia, Mungu alisema usimjaribu Mungu. Shetani akamkuta tena, akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha haya mawe yawe mkate. Pia Yesu akakataa. Kama Yesu mwenyewe alikataa, why is Chinese saying that? Why? Because niliona hiyo, ndawekea hapo hivyo kwa screen. Niliona hiyo nikastuka sana because pale hivyo kwenye comment section niliona watu waliwakejeri, watu wachache sana ndio wali support Chinese because saying that you come imagine in the Middle East, let me say Qatar hiyo ndio mimi najua. In Qatar ukifika the first night utasikia kama unapumua moto guys, especially kama kwanza umetoka Africa, especially Eastern Africa ambao kuko waweza nzuri, utasikia ni kama unateswa, una sweat usiku guys. Yeah, kuko wanaume wanaoganga changuvu, si kama tanisiongee. Imagine kama hiyo jua ya kawaida inawakalia. Enda Australia wanavaa bikini town na tuvinyasa, unaweza fikiria ni pant. Not because they are wako na nini wanaotaka kuoneshana nudes, no, but ni vile jua inawakalia, inawapeleka mbio guys. Huku Kenya ukienda Mombasa, wezi kaa na sweta usiku, wezi lala na duvet, talala na vest maybe na shuka, especially kai ya Masai. Hiyo hata utajifunika masaa mengi juu ya joto guys. Coast ni kumoto. Steve Simple Boy alisema leo ni kumoto manze. So imagine China wameleta sun that is 7 times more hotter than the son of my Lord. Goja. When I was in school, nilisoma geography, kitu ambayo inaitwa ozone layer.
Ozone layer guys ni kama kitambaa. Let's say this is the sun. This is the sun. Let me give you some sample. This is the sun and this is the ozone layer. And this hapa katikati, that is the space between the ozone layer tuko class. This is the space between the ozone layer and the sun. So when this ozone layer get breaked, na itaharibika by the very soon, because hivyo venye moshi inaendelea nini hiyo industrial area, especially these big countries ambayo zinaendelea kufanya nini, moshi inaendelea kwenda juu west, inaenda ikiharibingi. So this is the sun, this is the ozone layer. The ozone layer ni kama kitambaa, ni kama roof. Kuko na mabati na kuna roof. So roof ni ozone layer, mabati ni the sun. So sahi disclaimer, sahi to assume roof itokane kidogo, ipasuke na nusu ipasuke, iache nusu ingine. So that means mabati, tuassume kukinyesha na mabati ilikuwa imetoboka, maji inaweza fanya nini? Mvua inaweza ingia. Juu ya nini? Juu roof imekatika. So this is the sun, this is the ozone layer. Ozone layer ikatike juu hiyo industrial waste ambayo inaendelea, especially hizi country kubwa. Ozone layer tu ikipasuka kidogo tu hivi, so the sun will come to the earth, and what we will be doing, tutakuwa moshi guys. Inasemekananga hivi, kiberiti, chukua kiberiti yako ya nyumba, chukua kiberiti. Unaona hako kakitu kiberiti ni ndefu, alafu hapo juu kuko na hako kamoto, hako kenye unashanga hivi kanawaka. Guys, do you know, jua the son of my Lord God, ikitoka tu hivyo, hako itoke tu distance yako kakitu kiberiti yako kuwaka, hako kenye kana kwa sijui brown ama red, hako tu hako ka space hako, ama tawaambia aje, unaona mguu ya cockroach, mguu ya mende, hiyo ka distance kama mguu ya mende tu hivi, jua tu itoke yako ka distance, tunakuwa moshi. Tutakuwa jivu, sorry not moshi, jivu. Maji ambayo iko Indian Ocean ina evaporate, inaisha, inakuwa ni kishimo kiko hapo. Remember the world ni 7, according to the scientific, juu kuna mahali Biblia nimeona mimi imesema, science wanasema the world 71% of the world ni water, where 29% of the world ni earth, ambao mimi na wewe tunaishi. So my question is, if kama kukajua tu kanaweza fanya tukue moshi, so the question is that Chinese, hiyo juu yenye Chinese ambayo walitoa, itatufanyia aje? Sitatua vibaya sana kama ni 7 times more better than the son of my Lord. Another question, wataitumia wapi? Where will they test? Maybe they test in Mars, Jupiter, Neptune, Saturn, Mercury and more continent, akina Pluto na mengine mingi, but not Earth, because how ndio watakufa kwanza. Kuna mahali kwa Biblia imesema, ujinga wa Mungu wangu mahali umeishia, ndio uelevu wako umefanya nini? Umeanzia. Na huo uelevu wako ndio utakumaliza, na huo ujinga wa Mungu ndio utafanya Mungu aishi akiwa Mungu. Amen, amen. So to the comment section pale hivyo, niwaulize tu swali moja.
will China finally use that sun? All is the kuna kitu ambacho, kuna mtu ambaye anaweza fanya kitu kushinda Mungu, ama anaweza shindana na Mungu na get without punishment? That's the question, because hiyo story ambayo niliona, unless ni mtu tu alipost, ni blogger alipost kwenye mtandao ndio apate likes na following, but kama ni Chinese wameiweka, that cannot happen. Disclaimer, allegedly, I don't have a lawyer. This is a documentary. This is season 1 episode number 2. So pale hivyo kwenye comment section guys, please, as I wind this video, please niandikieni pale maoni yenu, juu I can't work, it can't work. Comment section watu walisema, nilisema 90%, watu walisema hiyo haiwezekani. Mungu huwezi mjaribu, hiyo jua haiwezi fanya kazi. Tawaletea mambo mingi sana. So subscribe to watch. Nishaleta episode 1, nishaleta episode 2, episode 3 guys, next episode 3. Guess what? Guess pale hivyo kwenye comment section nataka niongelee nini, documentary gani, nataka niwape moshene gani. Mlisema nimepotea, si ndio mimi? Nifikisheni 100 subscribers guys. May God bless you all.